Sasa bwana, Rashidi akiwa na mpenzi wake Jacqueline wanatoka hotelini. Ghafla bwana wanazingirwa pale na walinzi wa Don. Itakuwaje? Na mkumbuke walinzi wa Don wanamtafuta Rashidi, wanamtafuta Jacqueline. Ndio wamekutana hapo hotelini wakati ambapo Rashidi na mkewe Jacqueline wanataka kutoka, na ghafla walinzi wa Don ndio wanaingia hapo hotelini, wakakutana pale. Mambo yalikuwaje? Hebu karibu sana kwenye hii sehemu ya 12 tukapata kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Mzigo mtamu kuitwa Rise Up kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Mimi ninayekusimulia naitwa Uncle J Msimulizi. Bwana karibu. Naam, tukatoka chumbani hapa, tukafunga mlango wetu, huku kila mmoja kwa ndani akiwa amevalia suruali na kiunoni mwake amechomeka bastola 2 zilizojaa risasi za kutosha. Tukafika mapokezini, nikamfuata mhudumu wa kike ambaye yeye ndiye tumemkodishia chumba kwake. Nikamwambia, dada, ni wapi wanapokodisha magari kwa watu binafsi? Ziko sehemu nyingi tu wanakodisha. Naomba nielekeze. Umeona hapo ukitoka nje getini, tembea mpaka kwenye ile kona inakunja kushoto. Ukifika pale subframe ya kwanza hadi ya 8, utaona showroom ya magari pale. Sasa hapo ndio hapo wanapokodisha na kuuza magari. Okay, sawa, nashukuru. Okay, poa. Nilimfuata Jacqueline sehemu alipokuwa amesimama, nikamwambia tuondoke, ameshanielekeza. Okay, sawa. Kabla hata tujapiga hatua ya kutoka ndani hapa, vijana 6 wa Don waliingia huko akiwa wameongozana na mlinzi namba 1 wa Don, ambaye sekunde kadhaa akatutazama na kisha akatusogelea huku akionekana kuhisi jambo kati yangu mimi na Jacqueline. Samahani kaka. Mlinzi wa Don alidongelesha huku akiwa ananitazama usoni mwangu. Jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba tumeweka mboni za bandia, mboni ambazo ni za kupachika na zimebadilisha kabisa muonekano wa macho yetu na sura zetu. Mimi nikamjibu, nikamwambia salama tu. Hapo nilizungumza kwa kujiamini huku nikibadilisha kabisa sauti yangu. Nikazungumza kwa sauti nyingine kwa maana ya kwamba mlinzi huyu mimi ananifahamu kwa sauti yangu. Bado kuna hawa watu tunawatafuta. Je, mmewaona sehemu yoyote ile? Mlinzi huyu wa Don alizungumza huku akiwa ananikabidhi picha 2. Moja ikiwa ni picha yangu na nyingine ikiwa ni ya Jacqueline. Nikasema, eti mke wangu, umeona hawa watu? Nilimuuliza Jacqueline huku nikimtazama kuelekea usawa wa usoni mwake. Jacqueline akasema, hapana mume wangu. Eti kaka, hawa ni akina nani? Jacqueline naye alizungumza huku akiwa amebadilisha kabisa sauti yake, jambo lilomfanya mlinzi huyu aishiwe na pozi. Aliishiwa na pozi kabisa hata kuendelea kutuuliza. Usijali shemeji. Tunaomba mtakapoona basi muwasiliane na sisi kwa hii namba. Kuna zawadi nono itatolewa. Mlinzi huyu akanikabidhi pale kadi yenye namba 2 za simu. Nikasema okay, sawa, tutawasiliana. Nilizungumza hivyo kwa kujiamini sana huku nikimtazama mlinzi huyu wa Don machoni mwake. Jamaa alinitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akaelekea mapokezi na sisi tukatoka ndani hapa. Nikamwambia Jacqueline, usio na wasiwasi, hawajatujua kabisa. Nilimwambia hivyo Jacqueline ambaye kidogo alikuwa anaonekana kuwa na wasiwasi. Tukaelekea eneo ambalo dada wa mapokezi alikuwa ametuelekeza. Tukanunua pale gari moja ambayo ni ya samani kidogo na kisha tukaondoka hili eneo. Tuliingia kwenye moja ya duka la simu. Tulinunua simu 2 aina ya Samsung na kisha tukanunua laptop na kisha tukatafuta hoteli nyingine ya kawaida tu na tukapanga chumba kimoja kwa siku 7. Unafanya nini mume wangu? Jacqueline aliniuliza huku nikiwa ninaminya hii laptop. Nikamwambia ninaweka software zitakazotuwezesha kuweza kuihaki hii namba ya simu ya huyu jamaa. Kwa kupitia yeye tutaweza kumpata Don Kurais. Kuma una ujuzi wa hayo mambo bebe? Wewe acha tu. Kwenye hilo jeshi la waasi Kongo nilijifunza mambo mengi sana mke wangu. Yaani unajua mpaka kutengeneza mabomu nilijifunzia huko. Hongera bebe. Na nina imani hukukutana nao waasi hao kwa bahati mbaya, ila ni mpango wa Mungu. Ni kweli kipenzi changu. Kuna mbinu nyingi sana nilijifunza kwenye mafunzo. Hivyo hawa watu wa Don tutawamaliza tu taratibu. Okay. Sawa dia.
Nikamaliza kufanya hiko nilichokifanya, na sasa ninaweza kuona kila eneo ambalo mlinzi nambari 1 wa Don alikuwa anaelekea. Jacqueline akaniuliza, sasa utajuaje kama yupo na Don ikiwa hapa kinaonekana kijialama tu? Jacqueline aliniuliza huku akinitazama machoni mwangu. Nikamwambia tutajua tu. Unajua tatizo ya hii nchi ipo gizani sana. Una maana gani? Yaani teknolojia hapa ni ndogo. Mitaa haina kamera kama Marekani. Ingekuwa ni Marekani tungeweza kuhaki kamera za eneo ambalo yupo na kisha tukaona yuko na nani. Kwa sasa tutafanyaje? Inabidi tumfuatilie kwa kutumia gari kila anapoelekea. Basi twende tumfuatilie. No. Ngoja ufike saa 2 usiku. Sasa hivi tupumzike kwa sababu hii kazi itakuwa ni usiku kucha. Okay. Sawa mpenzi wangu, nimekuelewa. Jacqueline alinikalia mapajani na kisha alianza uchokozi wa kimahaba. Taratibu tulianza pale kujiandaa kwa ajili ya tendo hilo. Ndani ya muda mchache tukazama katika penzi zito lililotawaliwa na hisia kali sana za kimapenzi kati yetu. Kutokana na kwamba tumekuja kumaliza mchezo huu 9 alasiri, tukalala mpaka saa 1 usiku. Na kisha tukajiandaa kwa kazi iliyopo mbele yetu. Kazi ambayo ni lazima tuhakikishe tunaipunguza kwa asilimia kadhaa. Tukaondoka nyumbani hapa huku tukifuata signal ya mlinzi nambari 1 wa Don ambaye tumeshaihamishia kwenye simu yangu na laptop tumekuwa tumeiacha nyumbani. Haikuwa kazi ngumu kufika kwenye eneo ambalo mlinzi wa Don yupo. Katika eneo hili kulikuwa kuna baa moja hivi kubwa iliyokuwa imejaa watu wengi wakiendelea kupata burudani ya vinywaji. Yupo kwenye ile baa pale. Nilimuonesha hivyo Jacqueline. Akaniambia vipi? Nishuke nikamwone? Nikasema hapana. Nahitaji tumuue nje ya baa hii kwa maana kwamba hii baa ina watu wengi sana. Okay. Sawa baby. Tukaendelea kusubiri hadi majira ya saa 5 za usiku. Hapo ndipo tukamwona mlinzi wa Don akitoka ndani ya baa hiyo akiwa na wasichana wawili ambao kwa uvaji wao wanaonekana wale wadada ni wa kujiuza. Akafunguliwa mlango wa gari na kijana wake aliyekuwa ndani ya gari na kisha aliingia ndani ya gari hilo na hao wadada wa kujiuza na kisha taratibu walianza kuondoka eneo hili. Nikawasha gari hili na taratibu tukaanza kufuatilia taratibu kabisa. Bebe, yes. Nahitaji uendeshe ile gari. Njoo ushike usukani. Taratibu tukapishana katika siti ya udereva na mimi nikahamia kwenye siti aliyokuwa amekaa Jacqueline. Haihusiani na kuendesha gari. Nikakoke vizuri bastora yangu. Nikamwomba Jacqueline alipita gari hilo kwa kasi mno na kulizuia kwa mbele. Kweli Jacqueline alifanya kama nilivyokuwa nimemwagiza. Akalipita gari hili ambalo limebeba vijana wa Don, akalizuia njia kwa mbele. Aise, bila kupoteza muda nilipiga risasi 2 katika kioo cha mbele upande wa dereva na dereva alifariki pale pale. Wasichana waliokuwa wameingia siti za nyuma wakafungua milango ya nyuma na kila mmoja kaona kimbia kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Nikamwahi mlinzi wa Don kwa kumpiga risasi ya bega kabla hata hajafanya chochote, na ubaya ni kwamba amelewa chakali. Nikamchomoa ndani ya gari huku akigugumia kwa maumivu. Nilichukua bastola yake nikaichomeka kiunoni mwangu na kisha nikampapasa, nikaitoa simu yake mfukoni. Nikaona jina lilokuwa limeandikwa Big Boss. Nikapiga namba hiyo na kweli ilianza kuita. Jay, mmefikia wapi? Nilisikia sauti ya Don akizungumza. Oh, samahani mkuu. Msikilize Jay anachokizungumza. Hapo nikamwekea Jay simu sikioni mwake huku bastola nikigandamiza katika jeraha la bega lake. Hapo Jay alianza kufurukuta. Alifurukuta kweli kweli hapa chini alipokuwa amelala huku nikiwa nimemzuia vizuri kabisa kwa kigoti cha mguu wangu kilichokuwa kibikita kifuani mwake. Jay alilia kwa maumivu sana. Nikamwambia Don, sikiliza. Ninaanza na huyu na kisha ninakufuata na wewe, mpuzi mmoja. Kama umenichafulia kwenye ulimwengu kwamba naitwa gaidi, basi nitakuwa kimya kimya
ni kuonesha ugaidi nilionao. We Malcolm, we ni Malcolm? Ndio, ni mimi. Alafu sikiliza hii. Hapo nikanyanyuka, huku nikiwa sijaikata hii simu. Nilimpiga Jay risasi 3 za kifuani, nikamalizia na moja ya 4. Nikamwambia Don, naamini umesikia kijana wako alivyokufa. Sasa kuthibitisha kwamba nimemuua, ninakutumia picha zake. Hapo nikampiga Jay picha kadhaa akiwa tayari ameshakata roho, na kisha nikamtumia picha hizo Don, na simu niliweka sikioni mwangu. Nikamwambia, na imani umeziona hizo picha. Kama niliweza kuingia kwenye himaya yako na kumchukua mke wangu na kukuacha wewe hai, basi ni wakati wa kukuua sasa. Nikakata simu hii na kisha nikakremisha namba ya Don, kisha nikaivunja simu hii. Nilimuingiza Jay ndani ya gari na kisha nikampa ishara Jacqueline aendeshe gari mbali kidogo, na kisha nikapiga risasi katika tanki la mafuta la gari la Jay. Gari likalipuka kwa moto. Nikakimbilia ndani ya gari na kisha tukaondoka hili eneo kwa mwendo wa kasi mno. Hivi Don umemwambiaje? Jacqueline aliniuliza, kwa maana yeye hakushuka ndani ya gari. Nimemchimba mkwara ambapo naamini hata kuja kukaa na kusahau. Unajua, kama unataka kupambana na adui yako, ni lazima kwanza umpatie hofu. Kama niliweza kuingia kwenye himaya yake na nikakutorosha, leo nimemuua mlinzi wake, basi ujue hilo ni pigo jingine kwake. Lazima atachanganyikiwa. Anaweza kutusaka kwa kutumia nguvu zake zote, na akijaribu kufanya hivyo maana yake kwamba amejimaliza mwenyewe. Amejimaliza kivipi? Atamwaga vijana wengi ndani ya Mogadishu na Somalia. Kwa ujumla vijana wengi wakiwa wamezagaa, basi itakuwa ni njia rahisi sana sisi kuweza kumfikia, kwa maana kwamba atakuwa amebaki na ulinzi mdogo sana. Hivyo kumuua itakuwa ni jambo tu rahisi mno, na isitoshe nina namba yake. Kazi nzuri mpenzi wangu. Nashukuru. Huyu Don inabidi tumpate usiku huu. Hapo nilizungumza huku nikijaribu kuihack namba ya Don ili niweze kujua kila anapokwenda. Shit. Baby nini? Anatumia simu ambayo huwezi kuhack. Turudi hoteli tuliotoka. Hapo tukarudi katika hoteli tuliokuwa tumetoka. Niliwasha laptop na kujaribu kuipata ramani ya juu ya nyumba ya Don, na kweli nikafanikiwa kuipata. Hii ndio nyumba ya Don. Sasa hapa sijui tutapata wapi drone yenye mabomu ili ishambulie angani. Hapo nilizungumza huku nikiitazama nyumba hiyo kwa juu. Baby, mbona kama vile umekaa kimya? Kuna jenerali mmoja hivi wa vikosi vya anga vya jeshi la Ufaransa. Ni rafiki wa baba na pia ni kama babangu. Sasa ndo ninawaza hapa, nawazia namna kuweza kuzungumza naye ili kama wanaweza kulipua hiyo nyumba basi wafanye hivyo. Hiyo haiwezekani penzi. Sio rahisi kama vile unavyofikiria. Kwa nini? Kwa sababu endapo itagundulika ya kwamba Ufaransa imevamia Somalia, basi utaibuka mvutano kama uliopo sasa hivi kati ya Marekani na Mexico. Kwa hiyo hapo ni lazima wanadiplomasia waingilie mgogoro huo. La sivyo nchi hizo zitaingia kwenye vita. Sasa tunafanyaje baby? Tupumzike kwa sasa. Mambo mengine yatafuata tu. Hapo nilizungumza huku nikijilaza kitandani, kwani uwezo wangu wa kufikiri mambo sasa ulikuwa umefika ukomo. Mimi nimepata wazo. Wazo gani? Unajua hii vita sisi tunapigana na Don na sio watu wake. Ndio. Unaonaje tukafanya mpango wa kumkamata yeye? Najua umefanya naye kazi kwa kipindi kirefu kidogo. Ndio. Unajua udhaifu wake ni nini? Ndio, ninafahamu. Anapenda sana starehe na wanawake. Ila kwa sasa sidhani kama atakuwa na wapenda hao wanawake. Isitoshe kijana wake nambari 1 amekufa. Kwa na imani kubwa sana atakuwa ni mwoga wa kila mtu kuhofia kuuawa. Sasa sijui ataikosha kwaje. Tulale kwanza mke wangu, kisha tutajua nini cha kufanya. Taratibu Jacqueline
Akajilaza pembeni yangu na akawa wa kwanza kupitiwa na usingizi, ila mimi sikuweza kulala fofofo, kwa maana ya kwamba ninalala kwa machale sana, kwani hali ya usalama wetu na hii nchi kwa ujumla ni mdogo sana. Asubuhi na mapema nikaamka, nilifungua pale dirisha la chumba chetu na kisha nikatazama mandhari ya nyumba nyingi chakavu zilizopo eneo hili. Japo hoteli hii sio nzuri kivile, ila ina godoro 2 kwenda juu. Umemkaje baby? Sauti ya Jacqueline ilinifanya nigeuke nyuma na kumtazama. Nimeamka salama mke wangu, niambie. Poa. Mwili umechoka choka? Jacqueline alizungumza huku akijinyosha viungo vya mwili wake. Unajua hiyo ni kutokana na uchovu na harakati za jana usiku. Yeah, ni kweli. Yaani unajua jana sikuamini kama ninaweza kuendesha gari kwa uwezo ule. Somalia, Mogadishu. Hebu nipatie wazo basi. Nilizungumza huku nikiendelea kuangaza nje ya hii hoteli. Hapo ghafla nikaona watu wengi wakiwa wamevalia kanzu na mabaibui meusi wakikatiza barabarani, huku wakiwa wameshika mabango yaliyokuwa yameandika kwa lugha ya Kisomalia. Kuna nini baby, kuna nini? Jacqueline alizungumza huku akikimbia dirishani hapa, na sote tukawatazama watu hao. Nahisi ni maandamano, kwa maana kwamba mabango yanaonyesha wanahitaji huduma za afya, wanahitaji amani. Inaonyesha wanamshinikiza rais na serikali yake kutoka madarakani, kwani wananchi wanaishi maisha ya shida sana. Hapo nilizungumza hivyo kwa sababu nilikuwa ninakijua Kisomalia vizuri sana. Jacqueline akasema okay, sawa, sasa haya ni maandamano salama kweli? Hata sijui mke wangu. Ghafla mlipuko mkubwa ukatokea kwenye moja ya gari lililopo karibu, lililokuwa limesimamishwa pembezoni tu mwa barabara hiyo ambayo inapita waandamaji. Mtetemeko wa bomu hili ulinifanya nimvamie Jacqueline na kumlaza chini, huku mimi nikiwa niko juu yake kuhakikisha kwamba mke wangu hapati madhara yoyote. Mtetemeko ukapungua. Kwa haraka nikasimama, huku nikaiwahi bastola yangu niliyokuwa nimeiweka juu ya meza iliyopo chumbani hapa. Nilichungulia dirishani, niliona moshi mwingi sana ukiwa umezagaa angani, huku vilio vya watu vikizagaa kila sehemu. Nikasema shit, bebebu jiandae haraka tuondoke eneo hili. Kwa haraka pale, tulivaa nguo zetu na sisi tukavaa pale kanzu na mke wangu akavaa pale baibui. Tukabeba kila kilicho chetu, tukatoka ndani hapa. Tukaanza kushuka kwenye ngazi, huku tukiambatana na wageni wengine wa hii hoteli kushuka kwenye ngazi, huku kila mmoja akijitahidi kuokoa maisha yake. Tukatoka nje huku nikiwa nimemshika mkono wa Jacqueline. Tukiwa tunaangaza jinsi watu wanavyokimbia pasipo taratibu, tukasikia mlipuko mwingine wa bomu katika mtaa mwingine na kuwafanya watu wazidi kuchanganyikiwa, wakaendelea kurandaranda. Nikamwambia Jacqueline turudi ndani. Baby, ndani tena? Nikamwambia ndio. Haya mabomu inaonyesha kabisa yametegwa. Sasa hii kimbia tunaweza tukajikuta tunalipuliwa na sisi. Hapo sikutaka kushauriana na Jacqueline. Yaani sikutaka kabisa kushauriana naye kwa mara mbili. Tukarudi gorofani kwa mwendo wa spidi. Hatukuingia katika chumba chetu, tukapitiliza moja kwa moja mpaka juu kabisa hili gorofa. Nikakimbia mpaka kwenye moja ya ukuta na kisha nikajibanza huku nikiwa natazama chini namna watu walivyokuwa wanakimbia. Baby, umeona chochote? Naona tu askari wanapiga tu watu. Jacqueline akakimbia kwa kuinama hadi sehemu nilipo. Sehemu ambayo mimi nilikuwa nimechuchumaa, na kisha sote tukaanza kuchungulia. Kwa haraka akatoa simu yake mfukoni na kuanza kurekodi matukio hayo ya kinyama. Badala ya askari hao kuokoa watu, wao walikuwa wanawatembeza kipigo kisawasawa. Hawa sio askari hao. Kivipi? Hawa ni Al-Shabaab, ila wamevalia mavazi ya askari. Wanafanya mashambulizi ya namna hiyo ili kuweza kulichafua jeshi la polisi. Tukaendelea kutazama mateso wanayopata raia hawa waliokuwa wameamua kuandamana. Tukakaa eneo hili la juu ya hii hoteli kwa masaa 6 hadi kukatulia tuli kabisa, kwani Al-Shabaab hawa waliamua kutumia risasi za moto kujibizana na mashambulizi na wanajeshi waliokuwa wamefika kuzuia vurugu hizo. Majira ya saa 8 tukatoka juu ya gorofa hili, tukatoka kabisa nje.
Tuliingia ndani ya gari letu ambalo kwa bahati nzuri halikupata majanga ya mashambulizi ya risasi. Tukaelekea katika hoteli ya kifahari tuliokuwa tumepanga, ambayo kidogo iko pembezoni mwa bahari. Habari zinazotawala katika vyombo vya habari vya hapa Somalia na nje ya nchi hii ni kuhusiana na mashambulizi hayo ya wananchi. Rais wa Somalia akahutubia pale taifa na kusisitiza kwamba atahakikisha ya kwamba Al-Shabaab wanahusika katika uuaji wa watu karibia 460. Wajinga, yaani wanaua watu kama kuku. Nilizungumza huku tukitazama habari hiyo, mimi pamoja na Jacqueline. Yaani hawana hata huruma. Washenzi sana, sema tu mifumo yao ya ulinzi ni ya kijinga sana. Umeona? Ila bebe, unaonaje tukaondoka hapa Somalia? Kwa maana kwamba leo Al-Shabaab, kesho ni Don. Uone kama tunaweza kufa kijinga, kwa maana kwamba bomu alichagui kwamba una visasi vyako au hauna. Tunaondoka. Aya, tunaondoka. Tunakwenda wapi bebe? Tunakwenda nchi yote ilibadi tukajipange. Pesa tuliyokuwa nayo cash inakaribia kuisha. Hapa hakuna hata mmoja mwenye uwezo wa kutoa au kuingiza pesa. Hebu jaribu kulifikiria hilo bebe. Sawa kipenzi, tunaondoka hapa Somalia. Tunaelekea nchini Tanzania. Ila kabla kwenda nchini Tanzania nahitaji kufanya jambo moja la muhimu sana. Hapo nilizungumza huku nikimtazama Jacqueline machoni mwake na kumfanya duae, kwani hajui ni jambo gani ambalo mimi nimekusudia kulifanya. Jambo gani hilo baby? Mimi sio gaidi kama ninavyochukuliwa na watu. Nahitaji unirekodi video nitakayoiweka kwenye mtandao wa kijamii na nitawaeleza watu kwamba mimi sio gaidi. Nina watoto sasa, nina familia sasa, ambayo endapo nisipokanusha hizi tuhuma, basi wanangu na familia yangu itajisikia vibaya. Uwe mke wangu unaelewa hali halisi. Je, watoto wetu wataelewa? Hapo nilizungumza kwa sauti ya upole sana huku nikiwa naendelea kumtazama Jacqueline machoni mwake. Sasa hilo unalotaka kulifanya baby halitowasaidia vyombo vya usalama kukukamata. Hawawezi kunikamata. Njoo nikuoneshe kitu. Hapo nilizungumza huku nikichukua shuka lililopo hapa kitandani, nikachomoa misumari miwili iliyopo mlangoni mwa kitanda, na kisha kwa kutumia kitako cha bunduki nikaikita misumari hiyo ukutani, na kisha nikalining'iniza shuka hili ukutani. Kwa nini unafanya hivyo? Unajua kwa sasa teknolojia imekuwa kwa kiwango cha hali ya juu. Kama nikirekodi video hiyo na ukuta nyuma yangu ukaonekana, wanaweza wakaskani ukuta na wakafahamu ni jengo gani, na endapo wakaja hapa itakuwa ni shida. Kumbe hilo linawezekana? Ndio bebe, linawezekana. Kuna wadadisi wengi sana wa mambo mke wangu. Hili shuka litaficha taswira nzima ya eneo tulipo. Na kama umeshawahi kushuhudia video nyingi za magaidi, kwa nyuma ni lazima wao wameweka kitambaa, kiwe cheusi au cha rangi yoyote, yani limradi tu nyuma ya video zao waweke tu kitambaa. Hicho kinasaidia wao kutokujulikana ni wapi walipo. Okay. Ni kweli, unajua hata kwenye filamu huwa naonaga hivyo. Yeah. Natoa hizi mboni za bandia pamoja na ndevu. Nahitaji kubaki kwenye sura yangu ya kawaida kabisa. Hivyo nahitaji uweze kunirekodi. Okay, sawa baby. Hapo nikatoa kila kitu kilichopo usoni mwangu, nikabaki katika sura yangu ya kawaida. Nikaivua kanzu hii, nikabaki na t-shirt nyeupe, kisha nikasimama mbele ya kitambaa hiki na Jacqueline akaanza kunirekodi kwa kutumia simu yake. Habari zenu wa Tanzania wenzangu. Nina imani sura yangu haitakuwa ngeni kwa sasa machoni mwenu. Wapo mnaonifahamu kwa jina langu halisi la Rashid Pinda, na wapo ambao wananifahamu kwa jina jipya nililopandikizwa kwamba naitwa Gaidi. Kwenye maisha yangu nimepitia mambo mengi, ikiwa mojawapo ni la kudhulumiwa mke, na jambo jingine likiwa ni kuweza kusingiziwa kesi nyingi. Yaani ilimradi tu yule mwenye nguvu na aliyemchukua mke wangu kinguvu kuweza kunididimiza micheni. Nikachana na hilo swala. Ukweli wa mambo ni kwamba mimi sio gaidi. Huyu aliyevujisha video hiyo anaitwa Don. Alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wakinisimamia kwenye michezo ya ulingoni. Michezo ambayo ili uweze kushinda ni lazima mmoja aweze kufariki dunia.
nimehatarisha maisha yangu na kuyaweka rehani. Doni alinishinikiza kuwaua baadhi ya matajiri nchini Brazil, akitishia kuiangamiza familia yangu, ila sikuweza kukubaliana na hilo. Zaidi ya hivyo, nilimfanikishia kukamatwa mbele ya jeshi la polisi la Brazil na akafanikiwa kutoroka kwa kufanya majanga makubwa sana. Video inayoendelea kuruka kwenye vyombo vya habari ikinaonyesha kwamba nikikabidhiwa mikononi mwa jeshi la Al-Shabaab nikitolewa mikononi mwa askari wa kitengo cha NSS. Hiyo video ni kweli, nilikabidhiwa kwa wanajeshi hao wa Al-Shabaab ambao walikuwa wameteka meli ya kivita nchini Tanzania, ila si usiki nao na wala mimi sio mkuu wao. Kilichofanyika ni kwamba Don alihakikisha kwamba anatengeneza mfumo wa kuonekana kwamba mimi ni miongoni mwa hao Al-Shabaab ili kuweza kunichafulia kwenye jamii na iwe rahisi kwa yeye kuweza kunikamata pale tu ninapokwenda kinyume na yeye. Na isitoshe, Don alimkamata mke wangu. Nilifanikiwa kumwokoa kutoka mikononi mwake. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, maisha yangu yana historia kubwa sana, yanashuka, yanapanda, na kwa sasa nitahakikisha kwamba ninailinda familia yangu. Ninamkamata Don na kisha nikishamalizana na yeye aliyefanya maisha yangu yawe hovyo, naye pia ninamhakikishia kwamba maisha yake yatakuwa hovyo na ya kwangu yatapanda tena. Mama, najua unaiona hii video. Mwanao niko hai na nipo na mkwe wako wa sasa na tunarudi nyumbani kwa wale watoto wetu. Ila tu ninawaomba wewe na baba mtupatie muda mchache tu kabla kuweza kurudi. Kuna biashara nahitaji kuweza kumaliza. Ninakupenda mama, nakupenda sana baba, na wapenda sana wanangu. Mungu awalinde. Naam. Hapo msikilizaji, nilimaliza kuzungumza ujumbe huo na kisha Jacqueline akanikabidhi simu. Nilitazama video hiyo na nikaridhika nayo. Nikafungua akaunti fake ya mtandao wa YouTube, akaunti ambayo sio rahisi kufahamika mmiliki ni nani, na kisha nikaweka video hii ambayo nina imani inawafikia watu wengi sana ndani ya muda mchache, kwani sura yangu ilikuwa imeshakuwa maarufu. Nikasema sasa tunaondoka mke wangu. Baby, ngoja kwanza tuangalie hii video. Unajua inaweza tuangalie video inaweza kaleta mwitiko gani kwenye jamii. Na okay, sawa, ina shida. Nikapiga simu mapokezi, nikaagiza pale chakula. Siku ya leo nzima unajua hatukutoka ndani hapa, na kazi yetu ilikuwa ni kufuatilia kila kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Baby, njoo uone. Jacqueline aliniita, nilijikuta pale nikikatisha haja ndogo iliyokuwa imenifanya niingie bafuni, ikabidi nirudi chumbani. Unajua video yako CNN wameionyesha. Jacqueline alizungumza huku akinionyesha video yangu iliyokuwa inarushwa kwa sasa kwenye channel hiyo kubwa duniani. Video yangu inatafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza ili watu wote duniani wanaojua lugha hiyo ya Kiingereza waweze kunielewa. YouTube hadi sasa hivi na watazamaji wangapi? Baby, ngoja niangalie. Jacqueline aliingia katika mtandao wa YouTube akaitazama video hiyo. Hasa muda ule ilikuwa na watazamaji 27,000. Sasa hivi na watazamaji 852,000. Imepanda. Yaani lazima watu duniani kwa ujumla wasikie. Lakini nikwambie jambo moja. Ndio baby, akaunti yako ya Instagram sinafanya kazi. Anzisha kampeni ya kuweza kunitetea kwamba mimi sio gaidi. Wazo zuri hilo baby. Sasa kampeni tunahitaji Rashidi sio gaidi. Au unaonaje? Rashidi sio gaidi ni jina zuri. Ngoja kwanza niingie Instagram nianze hiyo kampeni. Usiku kucha ikawa ni kazi ya mke wangu kuhakikisha kwamba kampeni hii inakuwa ni ya kidunia. Mwitikio wa watu ambao waniendeleza kampeni hiyo ulizidi kututia moyo. Hadi kuna pambazuka karibia watu milioni 3 dunia nzima walikuwa wanaisambaza kampeni hiyo ya kunitetea. Bebe, unajua nguvu ya watu ni kubwa na nina imani kwamba hili jambo litakwisha. Naamini hivyo pia. Kwa hiyo tunakwenda Tanzania. Hapana, nahitaji wewe urudi Ufaransa. What? Ndio. Nahitaji urudi Ufaransa. Nahitaji hii kazi kuimaliza peke yangu. Baby, hapana. Kumbuka kwamba niliapa kuwa na wewe kwenye kila jambo. Kwa nini unataka kunikatili kiasi hiko? Unahitaji nirudi kukaa mpweke na mawazo, kuendelea kujawa na mawazo kama miaka yote miwili iliyopita, si ndio? So hivyo baby. Ila ni nini? Tazama watoto wetu. Wewe ndo mtu pekee wa kwenda kumuelewesha Shamsa na mama ya kwamba mimi nipo.
Rashidi, kama ni kufa acha tufe wote, ila siondoki, sikuachi peke yako. Haki ya Mungu vile, ninaapia siondoki. Baby, no, zungumza jingine hilo sio la mimi kuweza kuondoka hapa Somalia. Jacqueline aliendelea kushikilia msimamo ambao kwa maono yangu ninahisi kabisa utakuwa na madhara makubwa sana kwangu. Madhara ambayo kwa namna moja ama nyingine ni lazima kuhakikisha ninamwepusha mke wangu na hayo madhara. Yaani kama unahitaji mimi kuondoka, tunaondoka wote na kumwacha Don aendelee na maisha yake. Kwanza tuna mambo mengi ya kufanya, kusafisha jina lako na mambo mengine ya kifamilia. Unahitaji tufe pamoja, sio maana yake? Yes, kwa sababu ninakupenda na ninakuhitaji. Vaa nguo zako. Vaa nguo zako. Nilizungumza hivyo huku nami nikiwa ninavaa nguo zangu. Nikazirudisha pale mboni zangu za bandia machoni, na kisha nikabandika ndevu zangu za bandia. Nikavaa pale barakashia pamoja na miwani yangu, na kisha tukaondoka ndani hapa. Tuliingia ndani ya gari na tukaondoka kwenye hiyo hoteli. Baby, tunakwenda wapi? Sikumjibu chochote kile. Sikulijibu kabisa swali hilo la Jacqueline, zaidi ya kumtazama tu kwa macho makali. Nilisimamisha gari pembezoni mwa duka moja la Sonara. Nikamwambia usishuke ndani ya gari. Nilizungumza kwa sauti nzito kidogo ambayo kidogo inamtisha Jacqueline. Niliingia ndani ya duka hili la Sonara. Nikatazama pale pete mbili zinazofanana na zenye maduara yanayoweza kututoshelezea katika vidole vyetu. Nikalipa pale $1,000 kwa pete zote mbili, na kisha nikarudi ndani ya gari huku usoni mwangu nikiwa nimenuna kweli kweli. Baby. Nini? Hapo nilijibu kwa hasira kidogo huku nikiwasha gari na kuondoka eneo hili. Jambo hili lilimfanya Jacqueline akae kimya, aliogopa kabisa hata kuniongelesha. Tukafika kwenye moja ya msikiti. Nilishuka na kisha nikaingia ndani. Nikazungumza na mmoja wa mashehe niliyokuwa nimemkuta ndani hapa, na kisha nikarudi ndani ya gari nikamwita Jacqueline. Nisikilize Jacqueline. Tunafunga ndoa na unakuwa mke wangu halali leo hii. Jacqueline macho alimtoka huku akinitazama kwa mshangao. Nikamuuliza, vipi, mbona unashangaa? Yani siamini baby, sasa tunafungaje ndoa ikiwa sijui taratibu za Kiislamu? Unahitaji ndoa au huhitaji ndoa? Nahitaji. Basi kila kitu utajua mbele ya safari. Shekhe akaandaa pale taratibu zote za ndoa, na kisha akatufungisha pale ndoa ya haraka haraka. Nilimvalisha pete Jacqueline naye akanivalisha, na kisha tukaondoka msikitini hapa. Yaani baby una vituko. Jacqueline alizungumza huku akiwa amejaa na furaha sana. Nikamwambia kwa nini? Yaani kuninunia kote kule nikahisi kwamba umekasirika, na kung'ang'ania kwangu kubaki na wewe hapa nikahisi umemind, kumbe umeamua kunifanyia surprise ya ndoa. Ndio hivyo mke wangu. Nimeamua kuweza kukoa na uwe mke wangu wa maisha kabisa. Kwani kwa kipindi kile tulijaribu kufunga ndoa, ila nilitekwa kabla hata tujakamilisha mpango wetu. Sasa nina imani kabisa wewe ni mke wangu halali, na nina haki ya kukuita mke wangu kwa halali kabisa. Nashukuru mume wangu kwa kulitambua hilo. Jacqueline, na kuomba ukawaangalie watoto. Watoto ni muhimu sana kwenye maisha yetu. Tafadhali mke wangu, na kuomba kiustaarabu na hekima yote. Nazungumza kama mume wako wa halali sasa. Tafadhali na kuomba hii vita niipigane mimi mwenyewe. Hapo kwanza Jacqueline alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, na kisha alinivamia mdomoni mwangu. Alianza pale kunipiga mabusu kwa hisia kali sana, huku machozi yakimwagika usoni mwake. Rashidi, ninakupenda na ninakuhitaji. Nakuomba uimalize hii kazi yako haraka iwezekanavyo. Nakupenda pia mke wangu, na nashukuru pia kwa kunielewa. Utaifanya ndani ya muda gani? Haitomaliza miezi 3. Sawa mume wangu, nakuomba uwe hai. Usijali mke wangu, nitakuwa hai kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Hapo tukarudi hotelini. Hapakuwa na jambo lingine la kufanya zaidi tu ya kuitumia siku hii yote kupeana raha na kucheza michezo mbalimbali ya kimahaba kitandani. Kila mmoja wetu alifurahia sana juu ya ndoa yetu tuliyokuwa tumeifunga leo.
Tukanywa na kula kwa kufurahi sana. Tukapiga picha nyingi za ukumbusho wa kurekodi video nyingi sana kwa ajili ya kuwatumia salamu watoto wangu na mamangu mzazi. Niliwasiliana na Brian na nikamweleza hali nzima ilivyokuwa kwa Brian mwenzake. Nikamwomba aweze kunisaidia kupata hati ya kusafiria ya Jacqueline, na akatueleza kuwa mzee mmoja ambaye ni bingwa kutengeneza hati za kusafiria fake atatuunganisha naye. Siku iliyofuata asubuhi na mapema tukaelekea kwa huyo mzee aitwaye Al Said. Tulifika kwa huyo bwana, kwa maana kwamba Brian alitupatia jina la mtaa na jina la namba ya nyumba hiyo. Tulipofika tukasema tunamuulizia mzee Al Said. Hapo tulimuuliza mlinzi mmoja tulikuwa tumemkuta katika nyumba. Akasema nyinyi akina nani? Tukaambia mimi ni Rashidi. Mwambie kwamba Brian ametuelekeza kwake na tuna imani ya kwamba ameshazungumza naye. Mlinzi huyu akatoa simu ya upepo na kisha akazungumza na bosi wake na akamweleza juu ya upo wetu sisi hapa ISM. Basi mlinzi huyu akaambiwa turuhusu sisi tuingie. Tulipoingia ndani tulimkuta mzee mwenye uwaraza mkubwa, yani alikuwa na kipara kichwani mwake pamoja na ndevu nyingi nyeupe. Tulisalimiana naye pale na kisha tukaanza kumweleza haja iliyotuleta hapa. Yule mzee akatuambia kwamba hilo halina shida, tutapata hati za kusafiria. Je, mnahitaji na visa? Tukasema ndio. Sawa, hakuna shaka mtapata. Kweli bwana, mzee Al Said alianza pale kufanya kazi ya kumtengenezea Jacqueline hati ya kusafiria. Nikamwambia mzee, ndio Rashidi. Unamfahamu Don? Mzee Al Said akanitazama kwa macho ya udadisi na kisha akakoa hivi kidogo akasema ndio. Kwa nini unamuulizia huyo Don? Nasikia Don ni mtu hatari sana. Wewe nani amekwambia Don ni mtu hatari? Ana fununo tu za mtaani. Huyo mtu unayemuulizia ndiye mtu aliyemkata miguu Brian. Huyo mtu sio mzuri na ni mtu hatari sana. Hivyo kijana na kushauri ni bora ukakaa tu mbali naye. Achana kabisa na masuala ya kumuulizia. Naam, mzee Al Said alizungumza kwa msisitizo huku akionekana kutonya vikali juu ya Don. Nikamwambia unaweza kunisaidia kukutana naye? Rashidi, nimekueleza kwamba mtu huyo ni hatari sana. Hivyo sihitaji kuingia kwenye matatizo ya namna yoyote. Huyu Brian alikuwa ni mfanyakazi wake na malipo yake ndio haya kukatwa mguu. Mzee wangu nisikilize. Nahitaji kulipiza kisasi kwa ajili ya Brian. Kijana humwezi Doni. Doni anamiliki uchumi wa hii nchi kwa 70%. Sijui unanielewa? Yaani huyu rais aliyopo hapa anamsujudia Don na ni mtumwa wake. Don ana pesa, Don ana nguvu. Jeshi la nchi hili liko mikononi mwake. Hivi unaelewa maana ya mtu akiitwa Don? Maana yake ni mtu mwenye mamlaka. Na hilo Don sio jina lake alilopewa na wazazi wake. Ni jina lake limetokana na pesa na nguvu alionayo. Na ndio maana ninakuambia kwamba Don sio mtu wa kawaida. Na kama ulifikiria kupambana naye, basi kijana umepotea njia. Naam, mzee huyu Al Said alizungumza kwa msisitizo sana. Nikamwambia kwa unataka kuniambia Don anamiliki hii nchi? Sasa kijana, naona umeanza kunielewa. Wananchi wa kawaida hawajui kinachoendelea. Ila Don ameingiza mkono wake kwenye uchumi wa hii nchi. Na akisema kwamba autoe, basi hii nchi itakuwa ni ya mwisho kabisa katika nchi maskini duniani. Hivyo kijana wangu, naomba unielewe vizuri. Don ni mtu hatari. Mzee, Jacqueline alizungumza kwa sauti ya upole. Ndio binti yangu. Umesema kwamba Don ni mtu anayemiliki uchumi wa hii nchi. Hivi inawezekana kweli mtu akamiliki uchumi wa nchi? Mwanangu, hii ni Afrika na hii ndio Somalia. Kila kitu kinawezekana. Yaani hata wewe ukitaka kwenda kununua mji wowote hapa Somalia na ukawa na watu wake ndani, unaweza kununua. Na ndio maana unaona Al-Shabaab wanagombana sana na serikali. Yote ni kutokana na mamlaka mabovu ya viongozi waliopo serikalini. Kwa hiyo hao Al-Shabaab wapo pamoja na Don? Hapana. Na wasipoangalia watamalizwa. Kwa sababu Don ana nguvu kubwa sana kuliko hao Al-Shabaab. Anachokifanya sasa hivi Don ni kuwakamata na kuwaua wale wote ambao wanaifadhili Al-Shabaab kwa pesa, silaha na chakula. Hivyo
hivyo hawana maisha marefu, watakufa. Hata wale walioshambulia maandamano wote waliuawa na lile jeshi lilofika pale. Lile jeshi lilofika pale linamilikiwa na Don. Japo walivalia sare za jeshi la Somalia, ila ni watu wake na wamepata mafunzo makubwa sana kutoka nchi mbalimbali. Na sasa hivi hilo jeshi linaendelea kuwasaka watu wawili ambao wamemuua kijana wa Don. Watu hao ni nyinyi na picha zenu ni hizi. Nilitumiwa mimi mwenyewe na Don kwamba endapo nitawaona au mtakuja hapa kwangu, basi ni mtaarifu haraka iwezekanavyo. Hapo mzee Al Said akatuonesha picha yangu mimi na ya Jacqueline kwenye kompyuta yake kubwa tu iliyopo ofisini hapa, na sote tulijikuta tukishtuka sana. Tulitazamana mimi na Jacqueline. Hapo tulikuwa tuna wasiwasi mwingi sana. Na ndio maana nimewaonya sana. Ondokeni Somalia. Sio sehemu sahihi ya nyinyi kuweza kuishi. Rashidi, nitakueleza sehemu moja. Kwa mtu mmoja ambaye nina imani atakusaidia na kukupatia uwezo ingalau kidogo wa kupambana na huyu Don. Ila kwa sasa uwezo wako ni mdogo sana, tena sana. Uweze kupambana na Don. Hapo tulikaa kimya huku tukikosa hata la kuzungumza. Mimi nilikuwa ni miongoni mwa wanajeshi wapelelezi wa nchi hii miaka ya 93 huko nyuma. Nimeshuhudia mambo mengi sana kuhusiana na hii nchi. Nimeshuhudia njaa, nimeshuhudia vita, na hata kutamani madaraka kwa baadhi ya viongozi. Hadi nimefikisha umri huu, nina maana ya kwamba nimepitia mambo mengi sana ambayo yananifanya niweze kuwatambua watu kiurahisi sana. Nimevaa mboni za macho bandia na ndevu bandia. Imekuwa ni rahisi kwa mimi kuwajua. Mimi nina ujuzi wa hayo mambo. Je, endapo mtakutana na mtu kama mimi, itakuwaje? Nani adui yenu? Kwa hiyo ni vyema ondokeni tu Somalia kwa sasa, sio salama kwenu. Mama, ongea na mume wako. Hilo mnalolifikiria sivyo jinsi mnavyoliona. Mume wangu, nadhani umesikia hilo. Yeah. Kwa hiyo inakuwaje? Wewe rudi Ufaransa na mimi acha tu niende huko anapohitaji mzee niweze kwenda. Niahidi jambo moja mume wangu. Jambo gani hilo mke wangu? Niahidi kwamba utarudi salama mikononi mwangu. Na kuahidi mke wangu nitarudi salama. Kama Mungu aliweza kunipitisha kwenye matatizo hayo yote hadi leo hii niko hapa, basi na imani huko napo pia atanipitisha na nitakuwa salama. Na kuahidi nikirudi nitahakikisha ninafanya harusi kubwa sana ndoa yetu, na dunia nzima itashuhudia jinsi gani ninavyokupenda. Nashukuru sana mume wangu. Nakupenda sana mume wangu. Nakupenda pia mke wangu. Naam. Baada ya dakika 10 mzee Al-Said akarudi akiwa ameshika hati 2 za kusafiria. Visa 2 akaziweka mezani na taratibu nikazichukua na kuanza kuzipitishia macho taratibu. Beirut, Lebanon. Niliuliza huku nikiwa na mshangao mkubwa sana machoni mwangu, kwani hii nchi sijawahi kufika toka kuzaliwa kwangu, na ni nchi ambayo inasifika kwa matukio mengi sana kigaidi, hususan kwenye mji wake huu wa Beirut. Ndio, Beirut hii ndio nchi pekee ambayo Doni hajaingiza watu wake. Hapa utaishi kwa amani na kujifunza baadhi ya mambo ambayo unapaswa kujifunza. Yale uliojifunza Kongo, achana nayo. Hayatokusaidia na wala kukufanya kuwa na ujuzi ambao ukifikia nitakwambia sasa ni wakati sahihi wa kupambana na Doni. Hebu ngoja kwanza mzee wangu. Mume wangu anaweza kupigana na yaani mume wangu kupigana anaweza, na hata pia kutumia silaha za aina mbalimbali. Mimi na imani kwamba ana uwezo huo. Na uwezo huo unafaa kabisa kummaliza Don.
walinzi ulioambatana nao hawakuwa na uwezo wa kupambana na kutumia silaha. Ilikuwaje wakafa kirahisi namna ile? Swali la mzee Ali Said lilimfanya Jacqueline ashtuke kidogo. Binti, hii Somalia, hususan hapa Mogadishu, ni sehemu ambayo hata kuvunjika glasi sehemu fulani, mimi napata taarifa eneo hilo, na kila anayeingia ndani hii nchi basi mimi ninafahamu, kwa maana kwamba mifumo yangu ya siri ina nguvu na ina uwezo wa kunipatia taarifa muda wowote ule. Na ndio maana hata ulivyotekwa na Don nilishindwa kufanya chochote, kwani umetekwa na mtu ambaye hashikiki. Ila mzee, mimi niliingia mpaka kwenye ngome yake na nilimwokoa mke wangu. Kwa nini hukumua Don? Nilihitaji kuhakikisha kwanza mke wangu anakuwa salama na kisha ninamrudia tena. Ndio maana kijana, nimekwambia umefanikiwa kwenye moja, ila la kumrudia litakuangamiza. Hakikisha unakwenda kwenye hiyo nchi, unakutana na huyo mtu na atakupatia kile ambacho nina imani kina uwezo wa kukusaidia kupambana na Don. Ila kwa sasa uwezo kuelewa, ila baadaye utanielewa. Naam, mzee Ali Said akafungua pale dura yake na akatoa pale kibunda cha dola za Kimarekani. Hii ni dola 5,000. Mtajua jinsi gani ya kuigawanya na kuhakikisha mnaondoka hapa Somalia. Hii ni flash ya mtu ambaye utakwenda kukutana naye huko Beirut. Hakikisha kwamba haipotei hii flash, kwani ndio kodi yako pale utakapokutana naye. Endapo utaipoteza hutomwona wala kukupokea. Nadhani umenielewa Rashidi. Ndio mzee wangu, shukrani sana. Mshukuruni Brian, kwani yeye ndiye aliyeweza kulainisha moyo wangu na kuhakikisha kwamba ninawasaidia kwa kiwango hiki ninachowaambia. Kuna ndege ya kuelekea nchini Ufaransa majira saa 6 za mchana leo, na ndege nyingine ya kuelekea Lebanon. Mnaweza mkaziwahi kwa kukata tiketi na bado zina nafasi. Ondokeni Somalia kabla jua la leo halijapotea angani, kwa maana kwamba Don ameagiza watu wenye ujuzi wa utambuzi wa watu kama mimi, na wataingia saa 10 usiku. Na wanakuja kwa kazi moja tu, kufahamu mionekano gani ambayo nyinyi kwa sasa mtakuwa mmeonekana, na hata kama ikitokea mmefanya upasuaji wa kuweka sura bandia. Sasa kwa mboni hizo za bandia ambazo mmeziweka, ni rahisi sana kujulikana. Ni sawa na kumsukuma tu mlevi kwenye kiporomoko. Msikilizaji, kiukweli tulimshukuru sana mzee Ali Said. Tukaondoka nyumbani kwake hapa majira ya saa 4 za asubuhi. Tukafika hotelini, tukaanza pale kuvuana nguo zetu huku tukipigana mabusu. Taratibu nilimlaza Jacqueline kitandani na tulianza pale kupeana burudani ya kukata na shoka. Burudani ya kuhakikisha ya kwamba kila mmoja na mwaga mwenzake kwa kumpa huba la motomoto. Majira ya saa 5 na dakika 10 tuliondoka hotelini hapa huku tukiwa tumebeba kila kilicho chetu. Tukawahi uwanja wa ndege, tukakata pale tiketi ya Jacqueline kuelekea nchini Ufaransa. Kuwa makini bebe wangu. Nashukuru mke wangu. Nawe waangalie watoto na uambie kwamba mimi ninawapenda sana. Nitawaambia bebe wangu. Asante sana. Tukakumbatiana kwa muda kidogo na huyu mpenzi wangu, na kisha akaelekea katika eneo la abiria wanaokaguliwa mizigo yao. Akapita katika kizuizi hiko na akaingia eneo la ndani zilizopo ndege. Majira ya saa 6 na dakika 6 ndege iliyopanda Jacqueline iliondoka nchini hapa na nikabaki peke yangu uwanjani hapa. Nikakata tiketi yangu. Kutokana na kwamba yamesalia masaa 2 kabla ndege kuondoka, nikavumilia kwa kukaa kwenye moja ya mgahawa huku nikiwa nimevalia miwani meusi.
Jacqueline alinitumia message kwenye mtandao wa WhatsApp kwamba namwomba Mwenyezi Mungu azidi kukulinda na kukupatia maisha yaliyo mema na bora. Nakupenda sana mme wangu. Ujumbe huu ulinifanya kwanza nitabasamu kidogo na kisha nikamjibu ya kuwa nakupenda pia mke wangu kipenzi. Ukifika usisite kunitumia picha zako na watoto na pia hakikisha ya kwamba ulinzi unakuwa ni wa kutosha. Usijali mme wangu. Kwa sasa ulinzi ni mzuri sana. Na nitawaambia kila ulichoniambia niwaambie. Nashukuru sana mke wangu. Naam. Muda wa mimi kuelekea katika ndege ninayoondoka nayo ukawadia. Nikapanga pale mstari wa abiria wanaoondoka na nikamkabidhi pale mhudumu kukagua hati za kusafiria uwanjani. Akatazama hati yangu hii ya kusafiria kwa sekunde kadhaa huku akinitazama machoni mwangu na kisha akanigongea pale muhuri wa kuondoka nchini hapa. Mhudumu yule akaniambia safari njema na mimi nikamwambia asante. Nikaelekea moja kwa moja hadi katika ndege. Nilitafuta pale siti yangu. Nilikuta pale ikiwa iko nyuma kabisa kwenye kona. Nikaenda pale nikakaa, nikafunga mkanda, nikafungua pale laptop yangu, nikaichomeka flash hii na kisha nikachomeka earphone kwa ajili ya kuweza kusikiliza kama kuna audio yoyote katika hii flash. Nikafungua faili moja, nilikuta lina document moja tu. Nikafungua pale nikaanza kusoma maelezo ya mzee ambaye ninakwenda kuonana naye. Katika dokumenti hii kulikuwa kuna namba za simu, picha za mzee huyo pamoja na mji na eneo analoishi. Nikanakili kila kitu kwenye simu yangu. Kisha nikaizima ile laptop yangu. Baada ya abiria wote kukamilika, safari ya kuondoka eneo hili ikaanza. Nilipiga pale dua kimoyomoyo ya kumwomba Mwenyezi Mungu kunisaidia niweze kufika salama huko ninapokwenda. Kwa kutumia simu yangu nikatazama muda ambao nitatumia kutoka hapa Mogadishu mpaka Beirut. Masaa 7:30 kupitia Addis Ababa. Hapo nilizungumza kimoyomoyo kwa nilikuwa nimepanda katika ndege shirika la Air Ethiopian. Nikailaza siti yangu vizuri na kisha taratibu nikaanza pale kutandika usingizi kwa sababu usiku sikulala vizuri kwani tulikuwa tuna kazi ya kudinyana tu mimi na mke wangu. Sauti ya mhudumu wa kike ndio ilionishtua kutoka usingizini. Nilifumba macho yangu nikaona abiria pale wakijifunga mikanda yao. Nikamuuliza vipi kuna nini? Nikamuuliza bibi niliyekuwa nimekaa naye sita pembeni yangu. Akasema ndege inatua. Nikamwambia na maana tumefika. Akasema kwani wewe unakwenda wapi? Nikamwambia Beirut. Akasema inatua Addis Ababa. Nikasema okay sawa nashukuru. Na heshima yako bwana. Nashukuru. Basi baada ndege hii kutua, bibi huyu akawa ni miongoni mwa abiria walioshuka ndani hii ndege. Wakapanda abiria wengine. Nikakaa pale na mwanamama wa kawaida tu. Huku akiwa amevalia tu bibi lake na amefunika nywele zake vizuri tu. Tukasalimiana huku tukionyesha nyuso za furaha. Nikamwambia naitwa Rashidi. Nilianza kuzungumza huku nikimtazama mwanamama huyu usoni mwake kwani ana uzuri wa kumvutia kila mwanaume anayemwona. Nashukuru kukufahamu Rashidi. Je, unaitwa nani? Kwa nini unahitaji kufahamu jina langu? Na imani kufahamiana sio dhambi. Ni kweli sana unachosema, ila jina langu huwa sipendi sana watu walifahamu. Niite tu Mama Leila. Leila? Ya. Una jina nzuri sana. Nashukuru. Simu ya Mama Leila ilianza pale kuita, akaipokea. Ndiyo mume wangu. Ya, nimepata siti, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli kwa maana ndege za leo zimejaa sana. Nimepata siti ya mwisho kabisa. Sawa mume wangu, nitakukuta hapo uwanjani. Ninakupenda pia. Mama Leila alikata simu. Maongezi yake yote yakakata furaha yangu kabisa. Kwani nilihisi kwamba ni mwanamke asiye na mume na nilijiapiza kwamba hadi tunafika Beirut basi atakuwa ni mwenyeji wangu. Mume wangu huwa ananipenda sana na ana wivu kweli kweli. Mama Leila alizungumza huku akiwa na tabasamu usoni mwake. Niliweka mkono wangu wa kushoto vizuri ili na yeye aweze kuona pete yangu ya ndoa.
nikiashiria kwamba nimeoa na nina mke. Mama Leila akaitazama pete yangu na kisha akatabasamu. Umesema unaitwa nani vile? Rashidi. Oh, nashukuru kukufahamu kwa mara nyingine. Na hata mimi pia. Beirut tunakwenda kufanya nini? Swali la Mama Leila likanifanya kwanza nikae kimya kwa sekunde kadhaa. Nikamwambia tu biashara. Biashara gani? Kwa nini unahitaji kujua mambo mengi sana kuhusiana na biashara? Samahani kama nimekukera. Okay, poa. Hapo nikavaa earphone zangu masikioni, nikageuza shingo yangu dirishani, nikatazama jinsi tunavyokatiza katikati ya mawingu. Mama Leila alinishika pale paja na kunifanya nigeuke nikamtazama. Nilichomoa earphone zangu sikioni na kisha nikamtazama. Samahani sana kama nimekukera. Mimi ni mtu ninayependa sana amani na sipendi kumkwaza mtu yeyote kwenye maisha yangu. Hujanikwaza. Najua nimekukwaza kwa sababu furaha uliyoitumia kwa mara ya kwanza kukutana na mimi sio hii ulionayo sasa hivi. Samahani sana kwa kukujibu ya kwamba siwezi kukuelezea jina langu. Usijali, alafu sio muhimu sana, na pia inabidi sana umpende mume wako kama anavyokupenda. Hapo Mama Leila alikaa kimya kwa sekunde kadhaa huku akinitazama machoni mwangu. Mume wako ndo kila kitu kwenye maisha yako. Mpende sana, kwa maana kwamba hata mimi mke wangu ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Rashidi. Naam. Kuzungumza na mume wangu hilo ndo limekukera? Kwa nini linikere? Ikiwa na mume wako siwezi kukereka kwa jambo hilo. Rashidi, tafadhali hebu niambie ukweli. Ukweli kuhusiana na nini? Kwamba umekereka kwa ajili ya mazungumzo yangu ya mimi na mume wangu. Hapana, kwa nini nikereke sasa dada? Okay. Ngoja nikwambie jambo moja. Mimi ninaishi na mwanaume ambaye kipindi ananioa alinioa kutokana na shinikizo la wazazi wangu. Mume wangu ni mtu wa Lebanon na mimi ni Mwethiopia. Kipindi ananioa mimi nilikuwa ni mdogo sana na miaka 17. Kutoka kipindi hiko sikuwahi kumpenda mume wangu hadi leo hii. Ninaishi naye kwa sababu moja, nina mtoto naye mmoja wa kike. Lakini jambo la pili, anawasaidia wazazi wangu kwa hali na mali. Na amenisomeshia ndugu zangu mpaka wengine sasa hivi wana kazi. Mume wako anafanya kazi gani? Ni afisa upelelezi katika jeshi la polisi Lebanon. Na okay, sawa, pia pole. Pole nini? Kwa kuolewa na mwanaume usiyempenda. Nashukuru, na huwa ninamuogopa sana mume wangu, kwani mume wangu ni mtu mwenye wivu. Mtu ambaye anaweza kumuua mtu kutokana tu na wivu wa mapenzi. Na ndio maana sipendi sana kuwa karibu na wanaume. Nimekuelewa, na je, uko tayari kutoka kwenye ndoa yako? Mbona swali gumu hilo unaniuliza? Nijibu tu. Sasa hivi siwezi kutoka. Ukitegemea umri umeshakwenda. Nafanya mambo mengi sana kwa jina lake. Yaani nikitoka nitapoteza mtoto na mali zote. Kwani hata biashara yangu pia ameandikisha jina lake. Okay, kutokana na kwamba nitakuwa nipo Beirut kwa muda, nitahitaji kukusaidia. Kunisaidia kwenye nini? Kutoka kwenye hiyo ndoa yako. Rashidi, nimeshakubaliana na kila kitu kwenye maisha yangu. Hivyo siwezi kutoka na kwenda kinyume na maisha niliyoyazoea. Anakupiga. Mama Leila hapo alikaa kimya huku akinitazama machoni mwangu kwa masikitiko. Nikaa vipi, mbona kimya? Kupigwa nimeshazoea Rashidi. Nimekuwa ni kama vile sanamu kwenye maisha yangu. Ni mwanaume katili sana. Anachokijali yeye ni furaha yake na sio furaha za wengine. Hivyo nimekwisha kuzoea. Umeshawahi kushtaki sehemu yoyote? Unashtaki wa nani? Ikiwa yeye ndio mkuu wa kitengo cha upelelezi Lebanon.
sikuwa na mtu wa kumweleza, na wewe ndo mtu wa kwanza kukuambia ya kwamba mume wangu ananipiga. Nikiwa naye hivi mbali tunazungumza vizuri sana, ila hataki apige simu zaidi ya mara moja na usipokee. Anaweza akakukutukana hadi ukachanganyikiwa. Ila nimeshazoea. Na mwaka wa 26 sasa kwenye ndoa. Hivyo nimeshazoea. Ina maana una umri wa miaka 43 sasa hivi? Ndio. Hebu nipatie namba yako, nikifika Beirut tutakuwa tunawasiliana. Ni ngumu Rashidi. Kwa nini kuna ugumu? Mume wangu ameiunganisha simu yangu hii. Kila message simu zinazoingia na kutoka kwenye simu yangu, na anazipokea kiasi kwamba watu ninaoweza kuwasiliana nao ni baba, mama na mtoto wetu ambaye anasoma chuo kikuu DC ya baba. Wewe nipatie, na nakuahidi jambo moja. Nitahakikisha kwamba mume wako anapata funzo la jinsi gani ya kuweza kuishi na mwanamke mzuri kama wewe. Hawezi kukupiga kiasi iko na watu kama sisi tukawa tu tunatazama manyanyaso yako. Hapo nilizungumza kwa kujiamini. Yaani kana kwamba huko ninapokwenda ni mwenyeji na najua chochoro zote. Kumbe ni mgeni, na huyu naizungumza naye ni mke wa mtu ambaye akiamua kunizima kabla hata ya kutoka airport, basi anaweza kufanya hivyo. Rashidi, wewe unazungumza tu, lakini humjui mume wangu, na huwa sipendi kumuingiza mtu matatizoni. Unaniamini? Hapo nilizungumza huku nikimshika Mama Leila mkono wake wa kushoto. Akanitazama usoni mwangu na taratibu nikaupapasa. Ulaini wa mkono wake ukanifanya nisisimke kweli kweli. Niamini, mimi nitajua nini cha kufanya. Taratibu Mama Leila alitoa kiganja chake kwenye mkono wangu. Alishusha pumzi nyingi sana, inayoashiria kwamba anapambana na wasiwasi uliomtawala. Nipatie simu yako. Kweli nilimkabidhi simu yangu, na kisha taratibu akaanza pale kuandika namba yake ya simu, na kisha kanikabidhi. Ila tafadhali usipige simu wala kutuma message. Sasa kazi gani hii namba? Rashidi, ni bora kanipatia namba yako. Nimekupa hiyo yangu kwa maana kwamba naona kama vile na nikikunyima utakasirika tena. Mimi ni mgeni Lebanon, hivyo sijapata namba ya nchini kwenu. Basi siku ukawa na uhakika wa kunitoa kwenye hile tatizo ninalo hivi, nilo nalo sasa hivi, basi naomba unipigie, kwa maana kwamba hatutokaa Lebanon tena. Usijali. Ila nikuulize swali. Niulize. Kama ukitoroka kwa mumeo, itakuwaje kwa wazazi wako? Najua hataweza kuwafanya jambo lolote kwa maana kwamba wako nchini Ethiopia. Okay. Sawa. Kweli tuliendelea kuzungumza mambo mengi sana, na ndani mambo hayo nilimtongoza mwanamama huyo na nikamhakikishia usalama wa maisha yake. Mama Leila hakuwa na kipingamizi kikubwa kwangu, kwa maana kwamba ucheshi na uhodari wa kuyatengeneza maneno yangu ukamfanya lainike na kanielewa. Hivi uwanja tunaofikia unaitwaje? Unaitwa Beirut Rafiki Harel. Na okay, sawa sawa. Unajua kwenye maisha yangu sijawahi kumkubali mwanaume yote aliyewahi kunitongoza, na wewe ndo mwanaume wa kwanza. Unachozungumza ni kweli? Haki ya Mungu vile. Mume wangu mimi hakunitongoza, ila niliolewa kilazima, japo sikuwa ninampenda, ila wewe ndiye ambaye nimejikuta nikikufungulia moyo wangu kwa 80%. Japo nitajitahidi kukufahamu wewe zaidi. Usijali, utanifahamu. Ikiwa umeshanielekeza unapoishi, basi nitakuwa ninakuja kukuona. Nashukuru mpenzi. Tukafika Beirut majira saa 4 za usiku. Ila unajua hujaniambia jina lako unaitwa nani? Mama Leila katabasamu akanikabidhi hati yake kusafiria. Nilifungua na kukuta pale anaitwa Leila Al-Bashir. Mwanangu haitwi Leila, ila mimi ndo nayeitwa Leila. Ndio, nashukuru sana kukufahamu. Nashukuru nawe pia. Tunashuka kwenye ndege sasa, ila fanya kama nilivyokuambia. Ukijihakikishia kwamba una uwezo wa kunitoa mikononi mwa mwanaume huyo, tafadhali fanya hivyo.
na ninakuomba usiwe unanitazama sana tunapokuwa tunashuka, kwa maana kwamba mume wangu na watu wake hapo uwanjani na tujifanye kama vile hatujuani. Usijali, mimi nimeshakuelewa. Sawa, nikutakia maisha mema na karibu sana Beirut. Nashukuru. Tukapeana pale mikono na Leila na kisha tukaanza kushuka kwenye ndege. Nami nikafuatia huku nikiwa nina begi langu la mgongoni. Nikapita sehemu za ukaguzi na jambo la kumshukuru Mungu sijapata tatizo la aina yoyote. Nilimwona Leila akipokelewa na mwanaume aliyekuwa amevalia kanzu nyeupe, wakakumbatiana na kisha wakaingia kwenye gari ya kifahari aina Range Rover. Mbele gari hiyo ikatangulia gari ya polisi na nyuma nayo pia ikafuata gari ya polisi. Kumbe mume wake ni mtu mkubwa kiasi cha kupatiwa escort ya polisi. Ojo, nilijiuliza huku nikiwa natazama gari hizi jinsi zinavyotokomea. Nikaita pale taxi na kisha nikaingia ndani hiyo taxi. Assalamu alaikum. Nilimsalimia dereva taxi huyo na kisha akaitikia wa alaikum salam ndugu. Alinijibu huku akiwa ananigeukia. Nikamwambia nahitaji unipeleke Del El Alhamel. Okay, sawa. Ni umbali wa kutoka hapa, utasoma katika screen yako hapo. Utaweza kuona ni bei gani hadi pale tutakapofika. Sawa, kuna shaka. Safari ikaanza huku nikitazama mji huu jinsi ulivyokuwa umejengwa. Kwa hadi kufika huko inaweza ikawa kilomita ngapi? Ni kilomita kama 50, 60, 70 hivi. Ni mbali. Okay, sawa. Safari ilizidi kusonga mbele na majira ya saa 7 za usiku tulifika katika huu mji ambao ulikuwa umejengeka vizuri sana. Japo ni kijijini, ila unaweza kupafananisha na Masaki ya Dar es Salaam. Nikamwelekeza pale dereva kwenye mataa ambapo mimi nakwenda. Akanifikisha. Nikamlipa pale kiasi cha dola kama 120 na kisha nikashuka ndani ya taxi. Nikatazama nyumba zilizopo katika huu mtaa. Sikuweza kabisa kuona namba ya nyumba niliyokuwa nimeelekezwa. Ukimya uliopo eneo hili kidogo kanifanya niweze sasa kuwa na wasiwasi. Nikaendelea kuikumbuka ramani niliyokuwa nimeiona ndani ya faili lililopo katika flash hii. Nikakumbuka maelezo niliyokuwa nimepewa na nikaanza pale kuzunguka huu mtaa. Nikafanikiwa kuiona nyumba ya mzee Omar ikiwa imejitenga kidogo na mtaa huu na ipo katika shamba kubwa kweli kweli. Nikatembea kwa tahadhari katika barabara hii ya kuingia katika shamba hili. Mpaka nafika mlangoni, kabla hata sijagonga mlango, nilisikia pale bunduki kukiwa nyuma yangu. Nikaamrishwa, nyosha mikono yako juu na usijaribu kufanya chochote, nitakuwa. Ilikuwa ni sauti kali ya mwanaume ilisikika nyuma yangu. Ilibidi mimi nitii hilo agizo. Wewe ni nani na umefuata nini hapa? Nikasema naitwa Rashid Ngoda. Ninatokea Somalia. Nimeelekezwa na mzee Ali Saidi. Geuka nyuma taratibu. Kweli niligeuka taratibu, nilimwona mzee Omari akiwa ameshikilia pale bunduki aina ya AK-47. Taja kodi yako. Mzee huyo alizungumza. Nikaingiza pale mkono mfukoni mwangu, nikatoa flash ambayo nilikuwa nimepewa na mzee Ali Saidi. Kwa ishara akaniamrisha nifungue mlango uliopo nyuma yangu, na kweli nikatii. Akaniamrisha nianze kuingia ndani. Nikaingia ndani huku yake wanafuata kwa nyuma na bunduki yake akiendelea kuninyoshea. Akaisogelea kompyuta iliyopo kwenye meza ya kusomea na kisha akaichomeka flash hiyo. Akaikagua huku akiwa makini sana na mimi. Aliporidhika akashusha bunduki yake chini na kisha akanipatia pale mkono wake wa kulia ikiwa ni ishara ya kusalimiana naye. Tukapiana pale mikono. Akanikaribisha nikae kwenye moja ya sofa lililopo hapa sebuleni. Akawasha pale taa zenye mwanga mkali kiasi. Habari ya Somalia. Mzee Omar alizungumza huku akifungua chupa ya whisky. Akamimina pale kwenye glasi 2 na kisha akanikabidhi glasi 1 na akakaa pale kwenye sofa ambalo linatazamana na sofa hili. Nikamwambia ni salama tu. Umekuja kufanya nini Lebanon? Nimekuja kupata mafunzo. Mafunzo ya nini? Kutoka kwako. Ninahitaji kujimarisha kwenye mafunzo ya kupambana na watu. Kwani kuna adui ninamwinda ila na yeye ananiwinda. Hapo mzee Omar akanitazama.
Kwa mwonekano ni mzee wa miaka karibia 60 hivi, ila kwa jinsi alivyoimarika kimazoezi anaonekana ni mtu mwenye umri wa miaka 45. Kunywa iko kinywaji. Nikaitazama hii whisky iliyokuwa imewekwa kwenye glasi kidogo, na kisha nikapiga pale fumba moja la nguvu, nikaimeza mpaka nikajikuta nikifumba macho kwa ukali wake niliouhisi koni mwangu. Pumzika kwa sasa, tutazungumza asubuhi. Mzee Omari alizungumza huku akinitazama. Nikajaribu kumjibu chochote kitu, ila nilishindwa, kwani hiki kinywaji kilikuwa kimenilevya kwa uharaka tofauti na vile nilivyokuwa nimefikiria. Taratibu macho yakajawa na ukungu na nikajikuta nikijilaza kwenye sofa hili mzima. Hey. Nilisikia sauti ya ukali kiniamsha. Nilifumba macho yangu na kuona mtu aliyevalia nguo nyeusi, huku kichwani mwake akiwa amejifunika uso na alikuwa amebakiza macho tu. Mkononi mwake alikuwa ameshika bastola aliyokuwa ameninyoshia kifuani. Kwa kasi ya ajabu nikanyanyuka kwenye hili sofa huku nikimvamia mtu huyu, na hii bastola yake ikaangukia pembeni. Mtu huyu alinipiga ngumi 2 za mbavu, akanigeuza na kunilaza chini, akanikalia kifuani mwangu. Alianza kunishambulia kwa kunipiga ngumi za usoni mwangu, na nikajitahidi kweli kujikinga uso wangu kwa mikono yangu miwili. Nikiendelea kulala hivi chali, huyu mtu anaweza kaniharibu uso wangu. Nikambamiza teke la mgongo, akaangukia mbele yangu. Nikanyanyuka kwa kasi na yakanyanyuka. Nikaangaza ndani hapa, nikaona damu nyingi sakafuni na sijamwona kabisa mzee Omari, jambo ambalo linifanya nijue sasa niko kwenye hatari, na kilichosalia sasa hivi ni kuhakikisha tu kwamba ninayaokoa maisha yangu. Mtu huyu alianza kurusha mateke ya kasi mno kiasi cha kunifanya nishindwe kukwepa mateke mengine. Sikutaka kuwa mnyonge zaidi ya mimi nami kujibu mashambulizi haya kwa kumpiga ngumi zilizoshiba, ngumi ambazo ukipigwa hata uwe jasiri kiasi gani ni lazima utazisikilizia tu. Kutokana na mimi sio mzembe, nilianza kumshushia mapigo ya uhakika mtu huyo mpaka kaanza kuzidiwa. Nikapiga teke moja zito la kifuani lililomrusha mpaka katika meza ya kioo, akaangukia huko pembeni, kioo kikapasuka. Nikaiokota bastola yake, nikampiga risasi 2 za kifuani, ila nilijikuta nikishangaa kwani risasi hizi zilikuwa ni za bandia. Hapo ndipo ghafla mzee Omari kaingia ndani hapa huku akipiga makofi taratibu. Nikaita pale mzee. Unajua nilita kwa mshangao huku nikimtazama mzee Omari usoni mwake, kwani nilihisi ya kwamba tulikuwa tumevamiwa. Mzee Omari akaniambia, uko vizuri kijana, unahitajika kufanywa marekebisho tu madogo. Mzee Omari alizungumza kwa kitabasamu. Mtu huyu nilipigana naye taratibu akanyanyuka na kisha kavua bushori alikuwa amelivaa kichwani mwake. Macho mshangao yalinitoka mara baada ya kukutana na sura nzuri ya mtoto wa kike. Rashidi, kutana na binti yangu wa pekee anaitwa Fatma. Fatma huyu ndio yule mgeni ambaye nilikueleza jana kwamba tunaweza kumpokea, anaitwa Rashidi. Nashukuru kukufahamu Rashidi. Hata mimi pia nashukuru kukufahamu. Rashidi, binti yangu alikuwa anakufanyia mtihani na tulihitaji kufahamu ya kwamba tuna mtu aina gani. Yaani unataka kuniambia kwamba huu ulikuwa ni mtihani? Ndio. Hapo mzee Omari alijibu huku akitabasamu. Fatuma. Ndio baba. Nenda kamwonyeshe Rashidi chumba chake cha kulala. Sawa baba. Hapo nikabeba begi langu huku jasho jingi likinimwagika mwilini. Tukaondoka sebuleni hapa, tukatoka nje hii nyumba, tukazunguka nyuma na nikaona pale nyumba ndogo iliyopo pembezoni mwa shamba hili. Pole se. Nilimwambia Fatuma huku tukitembea kuelekea kwenye nyumba hiyo. Pole nini? Kwa kila kitu. Usijali. Sijaumia kwa lolote. Fatuma alizungumza. Urefu wake na uembamba wa mwili wake vilikuwa vinaendana kabisa na uzuri wa sura yake. Alifungua pale mlango wa hii nyumba. Kuna chumba, sebule, bafu na choo ndani. Kwa jisikia uko nyumbani. Nashukuru. Jiandae uje kupata kifunguo kenyo. Okay, sawa. Fatuma alitoka ndani hapa na kisha kaondoka.
Nikaurudishia mlango huku nikitazama chumba hiki ambacho kina sofa mbili, TV ndogo na meza moja. Niliingia chumbani, nilikuta kitanda cha futi 4 kwa 6. Nikaliweka pale begi langu kitandani hapa na kisha niliingia bafuni. Nikajaribu pale kufungua maji ya bomba la mvua na kweli ilianza kumwagika taratibu. Nikazitoa ndevu zangu za bandia na kisha nikavua nguo zangu zote, nikaoga. Nilipomaliza kuoga, nikabandika ndevu zangu za bandia na kisha nikabadilisha nguo, nikatoka ndani hapa, nikarudi katika nyumba kubwa ya mzee Omar. Rashidi, ndio mzee wangu. Ukiwa hapa hauna haja ya kuvaa hizo ndevu zako za bandia na hizo mboni za macho yako ya bandia. Sisi tunajua wewe ni nani na tunajua nini kimetokea kwako. Ndugu yangu Ali Said aliweza kunieleza kila kitu kuhusu wewe. Mzee Omar alizungumza kwa kinitazama usoni mwangu. Nikasema sawa sawa mzee. Karibu bwana, tupate kifungua kinywa. Tukanyanyuka kwenye hizi sofa na kisha tukaelekea kwenye meza ya chakula ambayo Fatuma alikuwa ametuandalia kifungua kinywa. Wote watatu tukajumuika kwa pamoja na tukaanza pale kula chapati hizi pamoja na chai. Sheria namba 1 ya kuwa hapa. Huyu mwanangu ana usichana wake. Hupaswi kumtamani. Hupaswi kumpenda kimapenzi. Endapo ukikiuka hilo jambo, hakuna msamaha wowote zaidi ya kifo. Hapo mzee Omar alizungumza kwa msisitizo kwa kinikazia macho. Nilimtazama Fatuma, alikuwa bize kuendelea na kunywa chai yake. Ukiwa hapa utafanya kila shughuli inayoendelea hapa nyumbani, ikiwamo kupika, kufagia, kulima, na kuna kutegea wala kusema kwamba mimi ni mgeni au mtu fulani. Nadhani unanielewa. Ya mzee wangu, nakuelewa. Ukiwa hapa pia huruhusiwi kutoka kwenda huko kijijini pasipo ruhusa yangu. Na isitoshe kwa sasa kuna hoteli kubwa imefunguliwa hapo mbele. Nisije kuona siku hata moja unapeleka miguu yako pale pasipo ruhusa yangu. Mazoezi ni muda wote, haijalishi ni usiku, mchana, asubuhi, kwa kuna mvua, baridi, jua ama nini. Na kwenye mazoezi ni lazima uhakikishe unatii na kuheshimu kile unachofundishwa na mkuu wako. Nadhani unanielewa. Ndio mzee, nakuelewa. Mawasiliano yote utakuwa unayafanya kupitia simu yangu. Na kama una simu, una laptop, hakikisha unanikabidhi mara baada ya kumaliza kifungua kinywa hiki. Sawa. Fatuma, sheria nyingine, huruhusiwi kutongoza mwanamke yoyote hapa kijijini wala kuwa na mazoea nao. Sawa sawa. Endapo utafanya hivyo nitadili na wewe. Sawa, kuna shaka. Fatuma akanyanyuka, akaingia ndani ya moja ya chumba na baada ya dakika 3 akatoka akiwa ameshika nguo za mazoezi zilizokuwa zimefungwa vizuri kabisa, akaniwekea pembeni yangu. Maliza kunywa chai, utakimbia pamoja na mimi. Okay, sawa. Nilimaliza kupata kifungua kinywa, nikarudi kwenye nyumba ninayoishi. Nilivaa tracksuit hii pamoja na raba na kisha nikatoka nje. Nilimkuta Fatuma akiwa amepanda pikipiki yenye matairi 4. Nikiendesha taratibu, kimbia taratibu. Nikiongeza mwendo, ongeza mwendo wako wa kukimbia. Nadhani tumeelewana. Ndio. Nilimtazama Fatuma aliyevalia nguo za mazoezi, huku mkononi mwake akiwa amevalia gloves ngumu. Tukatoka ile eneo la uzio wa shamba la mzee Omar, huku akiendesha pikipiki hii taratibu. Tukapita pembezoni mwa hoteli moja kubwa, nikaona magari mengi ya kifahari. Katika kuangazangaza kwangu nilishtuka sana mara baada ya kumwona Claudia, mwanamke wa Don, akishuka kwenye moja ya gari, huku akiwa amemshika mkono mtoto wa kiume, mtoto mdogo tu ambaye katika kuchunguza sura yake alikuwa anafanania sana na mimi, jambo ambalo nilifanya kwanza nipunguze mwendo na nikajikuta pale nikisimama hadi Claudia naye akanigeukia akanitazama, ila usoni mwake alikuwa anaonyesha bado hajanijua kwa jinsi nilivyokuwa na ndevu hizi nyingi na mboni hizi za macho ya bandia. Fatuma alipiga honi kali iliyonishtua.
Nikamtazama, akanipa ishara ya kwamba nikimbie. Sikuwa na jinsi zaidi ya kumfuata yeye. Akaanza pale kuiendesha pikipiki hiyo kwa kasi na kunifanya mimi nizidishe kasi ya kukimbia. Fatma alizidi kusonga mbele huku akinipitisha katika mabonde na vilima. Tulifika juu kabisa moja ya kilima na Fatma alisimamisha pikipiki hii, kisha akashuka huku akinitazama usoni mwangu kwa macho ya hasira. Umevunja sheria. Sheria gani? Nilikwambia usimtamani mwanamke yoyote wala kumtongoza mwanamke yeyote yule. Naomba unisamehe mkuu. Hapo nilizungumza huku nikihema sana, kwa maana ya kwamba nimekimbia kwa umbali mkubwa sana. Fatma alinitazama jinsi nilivyokuwa navujwa na jasho. Tunaendelea, Fatma alizungumza huku akipanda pikipiki hiki. Nikamwambia nina kiu. Shauri yako. Fatma aliwasha pikipiki na alianza kushuka kilima hiki taratibu. Kutokana kwamba nahitaji mafunzo kutoka kwao, sileti ubishi wa aina yoyote zaidi ya kuwa mnyenyekevu. Fatma alinipeleka eneo la mashamba ambalo lipo kimya kabisa. Jua la saa 6 lilizidi kuninyongonyesha mpaka ikafikia kipindi mwili ukaanza kuchoka kabisa. Nikamwambia siwezi zaidi hapa. Nilizungumza huku nikikaa chini mimi mwenyewe, kwa maana kwamba toka kuzaliwa kwangu sijawahi kukimbia zaidi ya masaa 4 mfululizo. Fatma aligeuza pale pikipiki kunifuata sehemu nilipokuwa nimekaa, akaniambia simama na upande nyuma. Nikajikaza na taratibu nikapanda nyuma hiki pikipiki. Fatma aliendelea kusonga mbele mpaka tukafika kwenye moja ya bwawa kubwa ambalo limezungukwa na miti mingi. Fatma alishuka katika pikipiki hii na kisha kaniacha mimi nikimtazama. Una kiu? Maji ya kunywa hayo hapo? Hapana, kwa sasa kiu imekatika. Okay, poa. Fatma alivua nguo zake na kabakiwa pale na nguo ya ndani na sidiria, na kisha akaingia ndani ya maji haya na akaanza pale kuoga taratibu. Nafsi yangu ikaniambia, Rashidi, usiwe mjinga, huu ni mtihani, anakutega huyu dogo. Ingia uoge Rashidi. Hapana mkuu, hapana. Nimesema ingia uoge. Fatma alizungumza kwa msisitizo. Nilishuka katika pikipiki hii na kisha nikavua pale nguo zangu, nikabaki na nguo ndani tu. Kisha nikaingia ndani ya bwawa hili lenye maji masafi ambayo yana baridi vibaya mno. Una dakika 10 za kuzama ndani ya maji bila kuibuka juu. Unasema? Unashanga nini? Una dakika 10. Zama ndani ya maji. Fatma alizungumza huku akiwa amenikazia macho. Taratibu nikazama ndani ya haya maji. Kutokana kwamba nina mazoezi na pumzi ya kutosha, hivyo dakika 10 hazikuwa tabu sana kwangu. Baada ya dakika 10 nikanyanyuka pale, na kwa bahati mbaya sikuweza kumwona Fatma wala pikipiki yake. Jambo ambalo likanipa wasiwasi mkubwa sana. Nilijikuta nikitoka ndani ya maji haya kwa haraka mno. Na kitu kingine cha kushangaza, sioni nguo zangu. Na alama za matairi zinaonyesha Fatma ameondoka hili eneo. Nikaanza kuzifuata alama hizi huku nikikimbia nikiwa niko na nguo ya ndani tu. Nilifika katika njia 3 zilizogawanyika. Nikakuta alama hizi za matairi zimepita katika njia zote 3. Mazoezi mengine ni kuzalilishana sasa. Nilizungumza hivyo huku nikiwatazama watu waliokuwa mashambani wakinishangaa jinsi nilivyokuwa nimebaki na nguo ya ndani tu. Inabidi nirudi nyumbani. Ila sasa mbona hatukupita huku? Nilizungumza kimoyo huku nikijaribu kutafakari njia tulikuwa tumepita ambayo ina urefu mkubwa sana kwa ni vilima na mabonde. Ikabidi kwanza niiweke aibu yangu pembeni. Nikaanza kuitafuta njia kurudi kwa mzee Omar. Kila nilipokuwa nimepita, watu hawakusita kunitazama, kwa maana watu wa nchi hii hawana utamaduni wa kuona mtu anatembea nusu utupu. Majira ya saa 12 za jioni nilifika nyumbani kwa mzee Omar. Nilimkuta yuko nje anavuta pale kiko. Nikatazama pikipiki ya Fatma, nilijikuta nikiachia msonyo ndani kwa ndani. Pole sana Rashidi, kumbe umeweza kupakumbuka.
Mzee Omar alizungumza huku akitoa moshi mwingi sana puani mwake. Nikamwambia ndio mzee. Kaoge na nguo zako hizo hapo juu ya pikipiki. Nilizichukua nguo na viatu vyangu nikaingia katika nyumba ninayoishi. Kwa uchovu nilionao nilijikuta nikikaa kwenye moja ya sofa. Kausingizi kakanipitia huku kichwani mwangu nikijiuliza kile nilichokiona ni kweli au nilikuwa niko ndotoni. Sasa nikiwa hapo nayafikiria hayo, kumbukumbu ya maneno ya Brian kajirudia kichwani mwangu ya kwamba aliniambia Claudia alitoroka kwa Don mara tu alipogundua kwamba ana mimba yako. Yaani ana mimba yangu mimi. Hasa wakati nawaza hayo, ghafla tunikasikia hey, amka. Nilishtushwa na sauti kali ya Fatuma. Nikakurupuka nilijikuta nikasimama. Uje kuja kulala. Nenda kaoge, uje kupata chakula cha usiku. Okay sawa. Hapo nilijibu kinyonge. Nikaingia chumbani na moja kwa moja nikapitiliza hadi bafuni. Nikakoga haraka haraka. Nikavaa nguo. Nikavaa pale nguo safi, kisha nikatoka ndani hapa, nikaelekea nyumba kubwa. Kwa pamoja tukaanza pale kupata chakula cha usiku. Usirudie makosa uliyofanya leo. Na ndio maana ulipewa adhabu ya kurudi nyumbani peke yako. Sawa mkuu. Tulimaliza kupata chakula cha usiku na nikaomba nafasi ya kuzungumza na mzee Omar na kisha toka nje. Mzee Omar akaniambia ndio. Niambie kijana wangu. Mzee, kwanza nitanguliza samani kwa kuweza kukiuka moja sheria. Kuna mwanamke mmoja hivi nilimuona na ni mtu ambaye ninamfahamu. Nilimuona kwenye hoteli ile kubwa maeneo ya Lolo. Niambia yule mwanamke ni mama. Ana kitu changu cha umuhimu sana. Ningeomba kupata nafasi ya kuweza kuonana naye hata kwa dakika 20 tu. Nisikilize Rashidi. Sitaki kujua huyo mwanamama ana kitu gani, ila sitokuruhusu kwenda sehemu yoyote ndani ya miezi 3. Unatakiwa kuwa mvumilivu kwa miezi hiyo 3 au kaonane naye na uondoke moja kwa moja na usirudi tena hapa kwangu. Baada mzee Omar kuzungumza hivyo aliondoka na kuniacha nikimsindikiza tu kwa macho, kwa maana ya kwamba nilichomuomba kilikuwa kimeshindikana. Nenda kalale kwa maana asubuhi utakuwa uko na mimi. Mzee Omar alizungumza na kisha akafunga pale mlango wa nyumba yake. Nikabaki niko peke yangu. Nikaingia katika chumba changu hiki na kisha niliacha TV na kuanza kutazama chaneli hizi za Kiarabu ambazo vipindi vyake vingi sivielewi. Nilizima TV hii na kisha niliingia chumbani mwangu, nikajilaza kitandani huku taswira Claudia iliendelea kujirudia kichwani mwangu. Saa 11 alfajiri, mzee Omari akanigongea pale dirishani. Kutokana na kwamba nilikuwa nimelala kimachale machare, nikakurupuka, nikatoka ndani hapa huku baridi ikiwa iko kali kuliko hata ya jana. Mzee Omari akavuta pale sigara yake huku akiwa ananitazama kuanzia juu hadi chini. Nahitaji umakini wako. Jiandae tuondoke. Nilivaa pale nguo za mazoezi pamoja na suruari, raba za mazoezi na kisha nikatoka ndani hapa. Mzee Omar akanionyesha pale begi kubwa tu la kubeba. Nikalinyanyua hadi nikajikuta nikiguna. Kwa makadirio ya haraka haraka, bwana, kuna kilo zisizopungua 50. Mzee huyu akapanda kwenye pikipiki aliyokuwa anaiendesha Fatuma jana. Kama ilivyokuwa jana ndivyo ilivyokuwa leo. Jinsi mzee Omar anavyoendesha kwa mwendo wa taratibu pikipiki hii, ndivyo jinsi nami ninavyopaswa kukimbia. Akiongeza mwendo basi nami ninapaswa kuongeza mwendo. Ila leo ubaya ni kwamba nina begi lenye uzito mkubwa, hata kasi yangu pia sio kama ile jana. Mazoezi haya ya kukimbia mlimani nikiwa niko na begi lilokuwa limewekwa vitu vizito mgongoni lilifanyika ndani ya wiki 2 mfululizo. Mpaka nilijikuta nimezoea na nimepata pumzi ya kutosha. Kusema ule kweli, kila alichokisema mzee Al-Said ya kwamba mafunzo ninayoyapata jeshini hayana maana ni kweli kabisa, kwani mzee huyu amenifunza kitu cha tofauti, kitu ambacho kinasaidia kwenye uwepesi wa mwili wangu na kupata pumzi nyingi. Hata kama nikikutana na watu zaidi ya 5 naweza nikapigana nao kwa muda mrefu pasipo kuchoka. Mazoezi ya kupambana yakaanza kuchukua nafasi yake. Mzee Omar akanipatia mafunzo ya karate, taekwondo, kung fu,
judo, kickboxing na boxing. Mafunzo yalizidi kuniboresha kwenye upiganaji wangu. Yule Rashid wa zamani, kama nilikuwa nipo kwenye 10%, basi sasa hivi nipo kwenye 90%. Umakini wangu na utifu wangu ukamfanya mzee Omar kujivunia sana kuwa mimi mwanafunzi wake. Mimi ndo nimekuwa mtu ambaye ninafanya kila anachonielekeza, tena ninafanya huwa ninakifanya kwa kiwango cha hali ya juu. Ndani ya miezi miwili tulimaliza pale mazoezi ya viungo. Sasa tunaingia kwenye mafunzo ya kujifunza matumizi ya silaha. Najua unajua kutumia bastola na silaha nyingine, ila unatumia kwa kiwango cha chini sana. Ngoja. Mzee Omar alizungumza hivyo huku akiwa anafungua moja ya chumba ambacho toka nifike hapa kwake sijawahi kuingia. Niliona bunduki za kila aina mtu wangu. Akaniambia hizi bunduki zipo aina 21 na zote ndani ya mwezi huu inabidi uweze kuzitumia kwa ufasaha. Nadhani tumeelewana. Nikamwambia ndio mzee. Tutaanza na silaha ndogo na kisha tutafuata na hizi silaha kubwa kubwa. Ni lazima ujifunze namna ya kumdungua mtu akiwa zaidi ya mita 1000 kutoka sehemu ulipo, ili mradi tu uwe na bunduki yenye uwezo huo na awe anaonekana. Nikamwambia mzee, unataka kuniambia kwamba Fatuma anaweza kuzitumia hizi bunduki zote? Tena toka alipokuwa binti wa miaka 18 alikuwa anaweza kuzitumia. Fatuma ndo mtu pekee ambaye nimeishi naye kwenye maisha yangu toka mama yake alipofariki dunia akiwa na miaka 6. Niliamua kuachana na kazi zangu zote za kiujasusi na kuamua kumlea mwanangu. Niliamua kuja kuishi huku mashambani, kipindi ambacho hata mji huu haujakuwa namna hii. Kutokana na kwamba sikubahatika kupata mtoto wa kiume, ili nilazimu kumlea Fatuma kama mtoto wa kiume. Nilimfanyisha mazoezi magumu, nilimfundisha mbinu zote za kujilinda binafsi. Nilimfundisha hadi kumshambulia mtu. Kiufupi ujuzi wangu wote niliuhamishia kwake, na ndio maana hadi amefikisha umri ule amekuwa ni binti wa hatari sana. Hongera sana mzee wangu. Hongera ya nini? Kwa kumfunza Fatuma kwenye mazingira hayo. Ni jambo la kawaida. Hata wewe nina imani ukitoka hapa utakuwa ni mtu wa tofauti sana. Ni kweli na nashukuru pia kwa hilo mzee wangu. Usijali. Naam. Mazoezi ya utumiaji wa silaha yakaanza rasmi, huku mzee Omar akinifundisha mbinu zote za kijasusi, mbinu ambazo zitanisaidia kuwa mpelelezi hatari wa kujitegemea. Kutokana na wingi wa mazoezi ambayo mzee Omar alinipatia, nikaongeza tena miezi mingine 3 ya kukaa hapa nyumbani kwake, na upendo wa mzee Omar ulizidi kuongezeka na nikawa kama kijana wake wa kiume, huku mimi na Fatuma tukichukuliana kama sister and brother. Hebu tusikilizane. Mzee Omar alizungumza huku akiingia sebuleni hapa, huku mkononi mwake akiwa ameshika laptop yake. Tuna kazi ambayo tumepewa na serikali. Baba, serikali gani? Fatuma aliuliza huku akimtazama baba yake usoni. Serikali ya hapa Lebanon. Kuna daktari anaitwa Razaki Mohamed, ni mtaalamu wa kutengeneza mabomu ya nyuklia. Ameshikiliwa na magaidi nchini Syria na inabidi aweze kuokolewa. Hivyo serikali imehitaji msaada wetu. Na imani Fatuma na Rashidi mnaweza kuifanya hii kazi. Na pia itakuwa ni mtihani wako wa kwanza bwana Rashidi kwa kufanya kazi nje ya eneo hili ulilolizoea. Sawa mkuu. Nilijibu huku nikiwa na furaha sana, kwani kwa miezi hii 5 niliyoishi nao sijawahi kupambana ile kiukweli na adui. Baba, umelipa kiasi gani? Wametanguliza $2.5. Baada ya kazi kukamilika watalipa $3.5 tuliokubaliana mimi na wao. $600 sio mbaya. Sio mbaya. Mkikamilisha kila mmoja nitampatia $100,000. Si inawatosha? Sana tu mzee. Hapo nilijibu kwa furaha sana, kwani sio kwamba ninahitaji pesa, ila ninahitaji kuhakikisha kwamba ninajigundua uwezo wangu wa kupambana na hao magaidi. Kumbukeni, Syria ni majirani zetu, na pia ni nchi ambayo usalama wake ni mdogo. Inawapaswa kuwa makini kuliko kitu chochote na muhakikisha mkamatwi, kwa maana mkikamatwa kuna mawili: kuuawa au
kuziingiza hizi nchi kwenye mapigano ya kivita. Na kama mnavyojua, Syria na Lebanon ni maadui. Baba, usijali, kila kitu kitakwenda salama. Hao magaidi wako wapi? Wako katika mji wa Tal Kalar. Ni mpakani kabisa mwa Lebanon? Ndio. Huyu daktari ana formula ya kutengeneza nyuklia, na magaidi wa Islamic State wanahitaji hiyo formula kuweza kutengeneza hizo silaha. Hivyo wanamtumia yeye kutengeneza hizo silaha. Tuna siku 3 kukamilisha hili swala, kwa maana ya kwamba ametekwa jana usiku akiwa anashuka airport ya Damascus International. Baba, ila siku 3 mbona ni chache? Kwa maana hatujui uwezo wa hao magaidi uko vipi. Na ndio maana nikawafundisha mwe watu wenye uwezo wa kufikiria na kupambana kuliko polisi, wanajeshi na watu wengine wote kwenye vitengo vya usalama. Na ndio maana hili dili nikapewa mimi, kwa sababu uwezo wangu unajulikana na unatambulika kiserikali. Hivyo nahitaji nyinyi hii kazi muweze kuifanya ndani ya siku 2 na sio 3. Nadhani tumeelewana. Mzee Omar alizungumza kwa msisitizo huku akitutazama kwenye nyuso zetu. Aisee, nilishusha pumzi, nikatingisha kichwa nikimaanisha kwamba nimemuelewa, na hii kazi nina uhakika tutaimaliza ndani ya muda mchache kuliko Mzee Omar anavyofikiria. Bwana, haya sasa, Rashidi anaingia kwenye mtihani wake wa kwanza. Je, mafunzo aliyojifunza yatamsaidia katika kazi yake hiyo ya kwanza? Bwana, usikose kufuatilia kisa hiki cha Rise Up kutoka kwake Edazeria G Msulwa. Bwana, tukutane katika sehemu ya 13. Mimi naitwa Anko G. Asante kwa kunisikiliza. Bye bye.